Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena, wana Padre Pio. Nasema ni asante kwa Mwenyezi Mungu kwa yote ambayo anazidi kutujalia katika maisha yetu. Ni kuendelea tu kumtumainia Mungu, kuendelea kumsadiki Mungu kwa kila jambo. Tumsifu Yesu Kristo. Tunapata somo kutoka Samueli wa kwanza sura ya 18 mstari wa 6 hadi 16. Askari walipokuwa wanarudi nyumbani pamoja na Daudi baada ya kumuua yule Mfilisti, wanawake kutoka kila mji katika Israeli walitoka kwenda kumlaki mfalme Shauli. Wanawake nao walikuwa wanaimba nyimbo za furaha, wakipiga matari na vinubi. Pia walikuwa wanacheza na kuimba nyimbo za kuitikiana hivi: Shauli ameua maelfu yake na Daudi ameua 10,000 yake. Shauli hakupendezwa na maneno ya wimbo huo, hivyo akakasirika sana. Akasema, wamempa Daudi 10,000, lakini mimi wamenipa 1,000 tu. Lililobakia ni kumpa Daudi ufalme. Tangu siku hiyo Shauli akawa anamuonea kijicho Daudi. Kesho yake roho mwovu kutoka kwa Mungu alimvamia Shauli kwa ghafla. Akawa anapayuka payuka kama mwenda wazimu nyumbani kwake. Daudi alikuwa anapiga kinubi kama alivyofanya siku zote. Shauli alikuwa na mkuki mkononi mwake. Basi alimtupia Daudi mkuki mara 2, kwani alifikiri, nitambana Daudi ukutani. Lakini Daudi alikwepa mara zote 2. Shauli alikuwa anamwogopa Daudi kwa kuwa Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja naye, lakini Mwenyezi Mungu alikuwa amemwacha Shauli. Hivyo Shauli akamwondoa na kumfanya kiongozi wa wanajeshi 1,000. Naye Daudi akawaongoza vyema vitani. Daudi alifanikiwa katika kila kitu alichofanya, kwani Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja naye. Shauli alipoona kufanikiwa kwa Daudi akawa anamwogopa. Lakini watu wote wa Israeli na Yuda walimpenda Daudi, kwani aliwaongoza vizuri vitani na kuwarudisha na mafanikio. Neno la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena, wana Padre Pio. Daudi alifanikiwa katika kila kitu alichofanya, kwani Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja naye. Daudi alifanikiwa katika kila kitu alichofanya, kwani Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja naye. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena, wana Padre Pio. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa wakati huu na kwa yote ambayo anazidi kututendea. Mada yetu ya leo inatuambia kwamba Daudi alifanikiwa katika kila kitu alichofanya, kwani Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja naye. Tuombe Mungu awe pamoja na sisi. Mungu anapokuwa pamoja na sisi, mafanikio yanakuja katika mikono yetu. Mungu anapokuwa pamoja na sisi, njia zetu zinafunguka. Mungu anapokuwa pamoja na sisi, mwenyewe anatuimarisha. Mwenyewe anaifanya inakuwa rahisi, possible, kwa sababu
Mungu ni ushindi. Angalia wito wa Daudi. Walifikiria ni ndugu zake wanaenda kupakwa mafuta, ila Mungu alikuwa amejiteulia Daudi kuwa mfalme. Kwa sababu gani? Moyo wake uliendana na moyo wa Mungu. Jamani, Mungu huangalia moyo. Mungu huangalia moyo. Mungu anaangalia moyo. Kwa hivyo, eka moyo wako vizuri, uambatane na yale ambayo Mungu anataka, ukatende yale ambayo Mungu anataka utende. Mafanikio yatakufuata hata wakati watu wanatarajia usifanikiwe kwenye hili ambalo umeanza. Mungu mwenyewe anakupa ufanisi. Mungu mwenyewe anakupa ufanisi. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu mwenyewe anakupa ufanisi kwa sababu unamtegemea, kwa sababu umeshika sheria zake. Unaishi maisha matakatifu, maisha kama Daudi ya kumsifu Mungu kila wakati. Kila wakati Daudi mikono zake zilikuwa kwenye kinubi, anamsifu Mungu. Mikono zake zilikuwa kwenye kinubi, anafanya nini? Anamsifu Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena, wana Padre Pio. Kwa hivyo tuishi maisha ya kumsifu Mungu kila wakati. Tuishi maisha ya kumsifu Mungu kila wakati. Tunapomsifu Mungu kila wakati, ni njia moja ya kusema kwamba ninaandamana na Mwenyezi Mungu. Tunaandamana nani? Na Mwenyezi Mungu. Mahali popote tunaenda, maisha yetu inamtukuza Mungu kila wakati. Tutapata mafanikio. Sasa mara nyingi unapata tunataka mafanikio katika maisha, lakini hatutaki kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, na huyu mwenye analeta mafanikio.
Lazima tuwe karibu na huyu mwenye kuleta nini? Mafanikio. Ndio tufanye nini? Ndio tubarikiwe. Ndio tuweze kukutana na hayo mafanikio katika maisha yetu. Yaani hata wanadamu wakikuwekea mitego, lakini kwa sababu Mungu yuko pamoja na sisi, mitego yao haitafanya kazi. Mbinu zao za kutaka kutuharibia maisha hazitafaulu. Mungu alikuwa pamoja na Daudi. Tumsifu Yesu Kristo. Usicheze na mtu ambaye Mungu yuko pamoja na yeye. Atamtetea, atampigania, atampitisha hata kwa mambo magumu. Atampitisha hata kwa mambo magumu, kwa sababu Mungu yuko pamoja naye. Kwa sababu Mungu yuko pamoja naye. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu yuko pamoja naye. Kwenye somo letu la leo, ni somo ambalo tunatangulia kukutana na ushindi mkubwa ambao Daudi alileta kwa kumuua Mfilisti. Mfilisti ambaye alikuwa kero, ambaye alikuwa amemsumbua Shauli na Waisraeli, lakini Daudi kwa sababu alikuwa pamoja na Mungu, Mungu alikuwa pamoja na yeye, alimjalia mafanikio, alimjalia ushindi. Kwa jiwe moja alimuua nani? Alimwangusha na kumuua nani? Goliathi, huyu Mfilisti. Mwangusha na kumuua huyu Mfilisti. Ni jambo la kawaida watu kufurahia wakati mtu ambaye alikuwa anawatesa ameenda chini. Jambo la kawaida. Kwa hivyo watu walifurahi, wamama walifurahi. Sasa wakati Daudi na askari walipokuwa wanarudi nyumbani, wanawake walifurahi kama kawaida, wakaja na nyimbo zao kuja kumlaki Shauli na nani? Na Daudi. Lakini kwenye nyimbo zao walimsifu sana nani? Daudi. Walipomsifu sana Daudi, Shauli alikasirika. Tumsifu Yesu Kristo. Hili ni jambo ambalo linafanyika mara nyingi. Watu wanashikwa na wivu wanaposikia unaongelelewa vizuri. Watu wanashikwa na wivu wanaposikia hata watu ambao hawakutarajia wamefanikiwa kwa njia moja nyingine, watu wameongea vizuri kwa uso. Unapata watu wengine saa hizo wanapandisha hasira.
wamepandisha hasira. Wamesikia vibaya. Kwa hivyo be aware ya watu kama hawa ambao wanasikia wivu wakati mambo mazuri yanaongelewa juu yako. Wanasikia wivu. Tuko nao, tunaishi nao, mahali pa kazi, mahali pa huduma, wengine ni wakubwa wetu. Unapofanya jambo ambalo lilikuwa limekushinda wewe, ama huyu mdogo amelifanya vizuri, wanainuka na wivu, wanatukasirikia, watatafuta mbinu za kukumaliza. Watatafuta mbinu za kukuzima wewe usijipate unaongea mahali popote. Hawafurahii mafanikio ambayo imepitia katika mikono za watu wengine. Wanataka kila kitu kipite katika mikono mwao, tena wanataka sifa zote zije kwao. Jamani, tubadilike, tukubali kwamba Mungu ametubariki vitofauti. Ndio maana wewe ulishindwa kumtoa Goliathi, lakini Daudi amemwondoa, amemuua. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo Shauli hakupendezwa na maneno ya wimbo huo, hivyo akakasirika sana, akasema, wamempa Daudi 10,000, lakini mimi wamenipa 1,000 tu. Lililobakia ni kumpa Daudi ufalme. Yaani wana protect, wanachunga sana maofisi zao. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana ukipata mtu anafanya kazi vizuri, mdogo, mtu wa chini anafanya kazi vizuri, mara nyingi mkubwa wake anahakisha amehamishwa, kwa sababu anaona ofisi yake iko hatarini, atakuja kuichukua. Ndio roho ya nani? Ya kina Shauli. Watakuhakisha wamekutoa. Watahakisha wamefanya nini? Wamekutoa, ili wabaki kwa maofisi zao. Wanakuona kama tishio, wanaona kwamba unakuwa tishio kwa wao kuendelea kukaa kwenye hizo maofisi, kwa sababu ukweli ni kwamba utendaji wako wa kazi umeonekana uko vizuri. Kwa hivyo watakukalia ngumu. Wanaona lililobakia ni kumpa Daudi ufalme, lililobakia ni wewe kuchukua ofisi yako. Kwa hivyo watahakisha wamekutoa. Tumsifu Yesu Kristo. Tangu siku hiyo Shauli akawa anamwonea kijicho Daudi. Tangu siku gani? Siku ya wamama wametambua mafanikio na wameitaja kwenye nyimbo mafanikio ya nani? Ya Daudi. Wivu umeanza mkubwa. Tuache wivu, tukubali kwamba Mungu ametubariki vitofauti. Mungu ametubariki vitofauti.
Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ametubariki vitofauti. Kesho yake roho mwovu kutoka kwa Mungu alimvamia Shauli kwa ghafla, akawa na payuka payuka kama mwenda wazimu nyumbani kwake. Wanachanganyikiwa, wanashindwa tufanye nini wanapoona huyu mtu ambaye ni mdogo wao, ambaye anafanya chini yake, ameanza kutambulikana. Wanasumbukana sana, wanakosa amani. Lakini wakina Shauli na wenzake, mnachosahau ni kwamba Mungu yuko pamoja na Daudi, ndio maana anazidi kufanikiwa. Hata mkimwonea wivu, hata mkimkasirikia, hamtabadilisha chochote. Tumsifu Yesu Kristo. Hawatabadilisha chochote. Waacha wakukasirikie, waacha sijui waseme nini ama wafanye nini, lakini hawataweza kubadilisha chochote. Hawataweza kubadilisha chochote. Hauwezi ukabadilisha yale ambayo Mungu ashatamka juu ya watu wake. Mungu ashatamka baraka, kuisha. Hauwezi ukabadilisha. Huwezi ukabadilisha. Huwezi ukabadilisha. Huyu mtu ambao unamwonea wivu, Mungu yuko na yeye, atamfanikisha. Atamfanya afanikiwe zaidi katika maisha. Sasa hata ukiweka wivu, ukiweka chuki, ukiweka nini, unapoteza muda wako. Huyu mtu ako tayari na kibali na feva yake Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa dakika hii Shauli ako na maasira na makasiriko yake, na Daudi alikuwa anapiga kinubi kama alivyofanya siku zote. Jamani, tudumu katika kumsifu Mungu. Haujui mambo ambayo watu wanakufanyia. Dumu katika kumsifu Mungu. Unapodumu katika kumsifu Mungu, sifa hufukuza mbali hata mipango, hufukuza mbali, husambaratisha hata mipango za adui. Sifa husambaratisha. Wanapopanga kukufanya sijui nini na nini, sifa husambaratisha. Kwa hivyo wewe dumu katika kumsifu Mwenyezi Mungu.
dumu katika kumsifu Mwenyezi Mungu. Haujui maadui zako wanakupangia nini, lakini unapodumu katika kumsifu Mungu, yale ambayo wanapanga, Mungu mwenyewe anaisambaratisha. Daudi anamsifu Mungu na Shauli alikuwa na mkuki mkononi mwake. Basi alimtupia Daudi, ona, wewe uko kwenye sifa na kumbe Mungu mtu wakina Shauli wanapanga jinsi ya kukudunga mkuki. Na alimtupia Daudi mkuki mara mbili, kwani alifikiri nitambana Daudi ukutani, lakini Daudi alikwepa mara zote mbili. Mungu atupe neema ya kukwepa mikuki za maadui. Mikuki wanazotutupia maadui, Mungu atupe neema ya kuzikwepa. Wasije wakatufikia. Wasije wakatupata. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo mikuki inarushwa, mikuki ya uchawi, mikuki ya masengenyo, mikuki ya kuongelesha wakubwa vibaya mbaya kutuhusu, ili tusisonge mbele. Hiyo mikuki yote tunaikwepa katika jina takatifu la Kristo. Wanafikiria watatubana, hawatatubana. Wanafikiria watatubana, tunawahakikishia kwamba hawataweza kutubana hata kidogo. Hawataweza kutubana hata kidogo. Shauli alikuwa anamwogopa Daudi kwa kuwa Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja naye, lakini Mwenyezi Mungu alikuwa amemwacha nani? Shauli. Shauli anamwogopa nani? Daudi, kwa sababu Daudi Mwenyezi Mungu yuko pamoja naye. Na jamani, tumshike kabisa Mwenyezi Mungu, maadui watatuogopa kwa sababu wanajua vile Mungu yuko na sisi, atatutetea. Haijalishi ni mbinu gani wanaenda kutumia, lakini Mungu anaenda kututetea. Mungu anaenda kututetea. Naomba maadui zetu wakatuogope kwa sababu Mungu yuko pamoja na sisi. Tumsifu Yesu Kristo. Daudi alifanikiwa katika kila kitu alichofanya, kwani Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja naye. Haya maneno yatupe faraja kwamba kila jambo tutakalofanya tutafanikiwa kwa sababu Mungu yuko pamoja na sisi, jinsi alivyokuwa pamoja nani? Na Daudi. Tunaenda kufanikiwa. Shauli alipoona kufanikiwa kwa Daudi akawa anamwogopa. Watu wanaenda kuona jinsi tutakavyofanikiwa, mambo yetu itaendelea mbele vizuri, watatuogopa, watajua ni Mungu. Watatuogopa, watajua haya yametendwa na Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Hiyo ni favor, hicho ni kibali. Tunaomba hiyo favor, naomba hiyo kibali ya Mungu ikuwe juu yetu.
ikawe juu ya kila mmoja wetu. Tena Mungu atufanye tupendeke, lakini watu wote wa Israeli na Yuda walimpenda Daudi. Kwa sababu Mungu yuko upande wetu, lazima wote tutupenda. Ndio maana tunapoenda mahali kufanya kazi, huduma, nini, ofisi kule ambapo tunafanya kazi, unapata umekubalika. Watu wanasema mama fulani iko wapi? Nataka nihudumie. Nataka padri fulani, nataka nini? Uko na favor. Lakini watu wote wa Israeli na Yuda walimpenda Daudi, kwani aliwaongoza vizuri vitani na kuwarudisha na mafanikio. Favor, tutakuwa na ushindi, tutakuwa na baraka katika mikono zetu, katika maisha yetu. Tuombe kweli. Vile neno la Mungu limesema, Daudi alifanikiwa katika kila kitu alichofanya, kwani Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja naye. Kweli tunaomba mafanikio kwa sababu Mungu yuko pamoja na sisi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Katika jina takatifu la Kristo, nasema ni asante kwake Mwenyezi Mungu. Nasema ni asante kwa Roho Mtakatifu. Nasema ni asante kwa yote ambayo Mungu anatenda katika maisha yetu. Kwa njia ya kipekee na achilie nguvu za Roho Mtakatifu juu ya yote ambaye anasikiliza hili somo. Roho wake Mwenyezi Mungu ambaye anakupa favor, ambaye anaenda kujalia mafanikio katika maisha, anaenda kupambana na wakina Shauli, atakuwezesha kukwepa mikuki zote ambazo wakina Shauli wanarusha kwako. Naomba Roho Mtakatifu atutendee, atuongoze na tufungulie njia. Nasimama kinyume na mabaya yote. Nasimama kinyume na nguvu zote za giza. Nasimama kinyume na ratiba zote za kishetani. Tunazikataa zote katika jina takatifu la Kristo. Mungu naomba ukatende. Mungu naomba ukafungue njia. Tuimarishe katika kila jambo. Tuimarishe katika maisha yetu. Tunakataa mipango zote za kishetani. Tunakataa na kuharibu ratiba zote za kina Shauli. Wanapanga kutuangamiza, wanatumia nguvu za giza, wanatumia kusabotaji, wanasikia wivu wanaposikia mafanikio ambayo inatendeka katika mikono yetu. Tunakataa hiyo mipango yao. Naomba tu Mungu ukatuweke vizuri. Mungu, wewe ambaye ulituita katika hii huduma, wewe ambaye ulituita tukutumikie na tukaitika, naomba ukatulinde. Tunatangaza ulinzi wake Mwenyezi Mungu juu ya kila mmoja wetu. Na pia chochote ambacho naenda kushika na mikono yetu, Mungu, jinsi ulivyojalia Daudi mafanikio, tunaomba na sisi ukatujalie mafanikio, tukafanikiwe katika kila jambo. Damu takatifu Yesu Kristo iendelee kufanya kazi. Damu takatifu Yesu Kristo iendelee kutuongoza. Damu takatifu Yesu Kristo iendelee kutuwekea ulinzi. Tunakataa mipango zao zote mbaya. Naomba Mungu aendelee kutuimarisha, Mungu aendelee kufungua njia zetu. Naomba kwa ajili ya mahitaji yako wewe ambaye unasikiliza hili somo, mahitaji yako ya kimwili na kiroho, magonjwa uachilie, mabaya uachilie, baraka zingie katika mikono, and your special prayer intentions, naomba Mungu mwenyewe aweze kuzijibu. Damu takatifu Yesu Kristo iendelee kunena mema. Damu takatifu Yesu Kristo iendelee kutuwekea baraka katika maisha yetu yote ya kila siku. Vile kweli tunamtumainia Mungu na tumeweka imani yetu kwa Mwenyezi Mungu, njia zikafunguke. Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu, nashukuru na Padre Pio kwa maombezi yake. Padre Pio, endelea kutuombea. Mama Bikira Maria, nawe pia zidi kutuombea. Naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana wana Padre Pio. Mungu azidi kuwabariki. Ni Father Aga. Tumsifu Yesu Kristo.